Spirituality. Afrika inatawaliwa na mambo ya rohoni na huku kwingine kunatawaliwa na mambo ya mwilini. Ndio maana ukienda kwa hizi nchi zingine utapata wamejenga mijengo mizuri because wanasimamia the masculine world. Na Afrika inasimamia the spiritual world. That's why ukiingia Afrika unapata mambo ya rohoni yako too much. Kuna uganga, kuna uchawi, kuna injili, everything. Yani ndio aanzishe kitu, lazima uwe sawa in the spiritual realm. So nengo ya Afrika leo hii ukitaka kutamba, uwe uko sawa in the spiritual realm. Nengo ya Afrika. Nengo ya huko kwingine unaona wanatamba na mambo ya ardhini because they stand for the masculine. Watu hao walipokuja katika maisha yetu walifaa kutufundisha kufanya nini? Kutoa ya kwetu, kuileta into the behind the scene to be on the scene. Si kuacha ya kwetu. Tunaposema tutaachilia ya kwetu, ina maana we are going tunaenda kujieres katika maisha haya. Leo hii tukasema tunashikilia ya foreign ambazo zilikuja. Unapata anga ya Afrika inazidi kujaa foreign. Na ikijaa foreign unapata tunatatizika sisi. Kuna watu bado wanatatizika because ancestors wao they are not ready to evolve. Hawako tayari kuweza kuevolve ama kuachilia, yani because most of the time injili ikija unaambiwa katana na huyu. Huwezi kataa mama yako, huwezi kataa nyanya yako. Ni ukatae vitu ambavyo alifanya. Huwezi kataa sijui ukatae shangazi yako because alikaa katika njia fulani. Unakataana na vitu ambavyo alifanya. Ukisema utakataa basi itabidi ujikatae wewe mwenyewe kwa sababu umebeba DNA yao. Ni tufundishwe kukataana na maovu waliofanya wakaacha laana hapa ardhini ambayo inafanya maisha yetu hapa ardhini na kuwa magumu. Watu wengi wameng'ang'ana kanisani, nakataa huyo nyanya, nakataa. Utawezi mkataa maana yuko wewe pia ukifa utakuwa ancestor. Na utakapokuwa ancestor unadhani watoto wako ambao umewazaa wakianza kusema nakataa utahisi vipi? Because spirit yako ukifa, spirit yako inabaki kuendeleza lineage. Lazima spirit yako ingie shule, isaishwe na hiyo jamii yako. Na ukisema sasa unakataa, ndio unapata spirits zinaanza kuzunguka zikinasa watoto. So hii mambo ya crossing over, because we are crossing from the matriarchy system to the patriarchy system. Hawajakuambia achilia vya kwenu, no. Na hawajakuambia enda beba madhabahu ya kwenu, hapana. Hao ni ancestors wako walikuwa wanaabudu deities ama entities mbalimbali. Same applies katika injili. Injili iko na ancestors wao. Abrahamu, Isaka, Yakobo, imeanza huko injili mpaka ifike kwa Yesu Kristo. Hao ni ancestors wa the foreign ambao wameingia katika ardhini hapa. Pia Afrika tulikuwa na ancestors wetu. We had deities. Ukifuatilizia sana utapata pia kulikuwa na entities na deities. Lakini sasa katika maisha haya ya vile tunavyoingia sisi, kwa sababu Mungu anapatikana ndani mwetu. Mungu hatumiki kupitia mtu ama mwalimu fulani ndio tuweze kumpata. Mungu tuna go within kumpata sisi. So we need to be able to teach our generation to discern from entities ama deities ambao wamekuwa wana control jamii. Na hiyo ndio kitu ambacho tumekuja kufanya. Ukiangalia katika injili kuna watu wanaabudu mwalimu fulani, coach fulani ili kumsaidia kufanya nini? Kupenyeza. Huyu mwalimu ni akuja kusaidia kuweza kufanya nini? Akuja kusaidia na mafundisho yake kuweza kufanya nini? Kualign. Same applies to Africa. Africa, these deities ama entities ambao wanaoshipiwa ni wakusaidia kuweza kufanya nini? Kualign. Maana kuna deities of mvua, mwingine wa jua, mwingine wa nini. And if they were ever there, jua kama chochote kilichofanyika katika ardhi hii lazima kitatokea tena. Kama kulikuwa na entity mwenye alikuwa anasimamisha mvua, jua pia wewe una uwezo wa kusimamisha mvua na jua pia wewe una uwezo wa kuvibrate that higher. So ancestors wetu, watu hao walipokuja, because they were vibrating very high na walikuwa na nguvu za kutishatisha, unapata wakawainamia for them to survive ama for the generation to continue to the way they are today. Hakukutokea mtu ambaye akasema enough is enough, we can still get God within and we can still work with God ndani mwetu badala ya kufuata mtu fulani. Yes, celebrity huwa wanatokea kama leo unapata watu wanachia lakini si sasa celebrity huyu akue kama Mungu wako. Mungu wako yuko ndani mwako, hayuko outside of you. That was what was being done katika maisha ya kale. So at this point we need to help the generation to evolve into moving from entities, deities to getting God within themselves.
because the God within themselves left knowledge. Aliacha vifaa vya kuweza kufanya nini? Kusongesha jamii mbele, kusaidia the soul to evolve. Na kupitia njia hiyo unapata tunasaidia the souls za ancestors zao ambazo zimekwama kwenye milango ya deities na entities kuweza kuascend, kuingia katika nini? Go back to the source. Na the moment they go back to the source, unapata sasa we start bringing a new generation of people who are going to vibrate higher, na jamii inapata kuinuka na tunapata kusonga mbele. So we are going to move from entities and deities to going back to the source, because anga imechafuliwa sana na deities and entities ambao wameng'ata anga because of free will. Na hiyo ndio tumekuja kufanya sisi generation hii. I hope umenielewa vyema.